Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Kumekuwa na baadhi ya taarifa zikieleza kwamba Epstein alikuwa ni Myahudi aliyetumiwa na Israel. Lakini wakati huu Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu anasema kwamba Epstein hakutumika kwa ajili ya Israel. Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu ametumia uchunguzi upya wa faili za Epstein kumshambulia mtangulizi wake Ehud Barak, akidai kuwa mkosaji wa ngono aliyefedheheshwa Jeffrey Epstein hakufanya kazi kwa niaba ya Israel. Maoni ya Netanyahu yanafuatia kutolewa hivi majuzi kwa faili za Epstein ambazo ni pamoja na hati ya FBI ya mwaka 2020 inayosema kwamba bilionea huyo mnyanyasaji alifukuzwa kama jasusi chini ya utawala wa Barak. Netanyahu alitoa maoni yake ya kwanza kwa umma juu ya hati mpya iliyotolewa, akijibu katika ukurasa wa X baada ya miunganisho ya zamani ya Epstein kuibuka tena katika utangazaji wa vyombo vya habari vya kimataifa. Uhusiano wa karibu usiokuwa wa kawaida kati ya Epstein na Ehud Barak haupendekezi Epstein kufanya kazi kwa niaba ya Israel. Inathibitisha kinyume chake, Netanyahu aliandika katika ukurasa wake wa X. Shirika la Jerusalem Post liliripoti kwamba uhusiano wa waziri mkuu wa zamani Barak na Epstein umevuta hisia mpya baada ya mikutano yao mnamo mwaka 2015 na mwaka 2016, miaka baada ya kuhukumiwa kwa mara ya kwanza kwa jinai za Epstein. Picha zilizosambazwa wakati huo zilionyesha Barak akiingia kwenye makazi ya Epstein ya Manhattan huko New York. Netanyahu alimshutumu Barak kwa juhudi za muda mrefu za kudhoofisha serikali yake, akisema waziri mkuu huyo wa zamani alikuwa amekwama katika kushindwa kwake katika uchaguzi wa zaidi ya miongo miwili iliyopita. Hata hivyo, alimshutumu Barak kwa kujihusisha na shughuli za hadharani na nyuma ya pazia katika kudhoofisha serikali ya Israel, ikiwa ni pamoja na kuchochea vuguvugu la maandamano makubwa, kuchochea machafuko na kulisha hadithi za uongo za vyombo vya habari. Shirika la habari la Jerusalem Post limeripoti kwamba uhusiano wa waziri mkuu huyo wa zamani umevuta hisia mpya baada ya mikutano hiyo. Hata hivyo, inaelezwa kwamba moja kati ya mambo ambayo sasa yamekuwa wazi ni kwamba Epstein alitumiwa na serikali ya Israel kama jasusi. Lakini kwa mujibu wa waziri mkuu Benjamin Netanyahu, anasema hakuna ukweli kuhusu jambo hilo. Epstein, mfadhili wa Kimarekani anayeshutumiwa kwa kuendesha operesheni kubwa ya biashara ya ngono iliyohusisha watoto, alipatikana amekufa katika jela ya New York mwaka 2019 akiwa kizuizini. Faili hizo zinataja watu wengi wa hadhi ya juu, ikiwa ni pamoja na Barak, ingawa kujumuishwa katika hati haimaanishi makosa. Hati ya mwaka 2020 ya FBI inajumuisha kwenye faili za Epstein inadai kwamba bilionea huyo mlawiti alifunzwa kama jasusi chini ya Barak huko nchini Israel. Ripoti za kudumu zinadai kuwa Epstein alikuwa mali ya Mossad kwa shughuli za usaliti, mara nyingi zikihusishwa na historia yake ya Kiyahudi na uhusiano wake na Israel. Madai kama hayo yameongezwa na takwimu kama afisa wa zamani wa ujasusi wa Israel Ali Benashe, ambaye alidai Epstein na mpenzi wake Ghislaine Maxwell walifanya kazi kwa ujasusi wa Israel tangu miaka ya 1980. Baba yake Maxwell, Robert Maxwell, aliitwa mali ya Mossad na Epstein. Mnamo Machi mwaka 2018, Epstein alimwandikia mpokeaji aliyejulikana akinukuu sana kutoka kwa kitabu kinachodai Maxwell aliuawa na wapelelezi wa Israel kwa kutishia kufichua kazi aliyowafanyia. Epstein alidai Maxwell alitishia kufichua shughuli za Mossad isipokuwa atalipa pauni bilioni 400 kuokoa biashara yake iliyodorora. Kifo cha Maxwell mnamo mwaka 1991 bado kimegubikwa na siri kufuatia kuanguka kutoka kwa mashuka yake karibu na visiwa vya Canary. Netanyahu mwenyewe anakabiliwa na kesi ya jinai inayoendelea kwa tuhuma za rushwa. Mashtaka haya yanatokana na kesi 1000, 2000 na hata 4000 ambapo alishtakiwa mwishoni mwa mwaka 2019 kwa hongo, ulaghai na uvunjaji wa uaminifu. Mnamo Novemba mwaka 2025, Netanyahu aliomba rasmi msamaha kutoka kwa Rais Isaac Herzog ili kumaliza kesi hiyo mapema kabla ya kutiwa hatiani. Ombi hili bado halijatatuliwa. Rais wa Marekani Donald Trump hadharani alitaka kesi hizo ziondolewe. Netanyahu pia ni mkimbizi wa mahakama ya kimataifa ya uhalifu ambayo imetoa waranti ya kukamatwa kwa kiongozi huyo wa Israel kwa jukumu lake katika mauaji ya ukanda wa Gaza. Endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii. Naitwa Adam Hussein.